Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia kipindi hiki cha TV47 Matukio. Iwapo ndo mwanzo unaungana nasi, sasa tayari tumeingia katika sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki, ambapo kama kawaida kila siku ya Alhamisi tunajikita katika masuala ya elimu. Hii leo tukizungumzia matakwa ya walimu wa JSS na ambao wana kilio chao ambacho tutakuwa tunakiangazia baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini nikukumbushe kwamba mtazamaji, una fursa kuchangia kwenye kipindi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wa X ni @TV47 News, nami utanipata @Kilemi_Andrin. Labda tuangazie tu baadhi ya matakwa ya walimu wa JSS kabla ya kuwatambulisha wageni walio hapa studioni. Na ni kwamba shule za JSS kama taasisi nyingine za elimu lazima ziwe na majukumu yake ya kiutawala. Ndio mojawapo ya matakwa ya walimu wa JSS. Pili, walimu hawa wanataka wizara itoe muongozo kuhusu muundo wa bodi ya usimamizi wa JSS. Tatu, wanadai utekelezaji kamili wa makubaliano ya mipaka ya vyama vya walimu. 4, wanadai mgawanyiko ulio wazi wa majukumu kati ya walimu wa shule za JSS na msingi, na vilevile wanataka tume ya huduma za walimu nchini TSC itoe muongozo mahususi kuhusu idadi ya juu zaidi ya vipindi vya wiki kwa walimu. Ndio baadhi tu ya matakwa ya walimu wa JSS. Lakini sitakuwa naandika kwa mate, ila hali wino upo. Nitakuwa na wahusisha moja kwa moja hapa studioni, na tayari wamewasili wageni ambaye mmoja ni mkuu wa walimu wa JSS katika kaunti ya Machakos. Ameketi karibu na mimi kabisa, ni mwalimu Winston Mulei Nzioki. Karibu sana mwalimu Nzioki studioni. Nzioka. Yeah. Nzioka, samahani kwa hilo. Karibu studioni. Asante. Na vilevile si mgeni sana machoni petu, ni katibu mkuu Kedhawa Ndongo Wangenye. Karibu sana bwana Wangenye studioni. Asante sana Adrin, tuweze kujadilia haya masuala. Naam, vilevile mtazamaji, tunatarajia kujiunga na walimu wengine ambao watakuwa pia wakichangia kwenye mjadala. Tunatumai kwamba watakuwa kifika studioni kwa muda ili tupate nafasi kusema mengi tu, lakini pale nyumbani una nafasi kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, vilevile kutupigia simu. Tutakuwa tunaweka line zetu za simu wazi, na pia utakuwa ukituandikia ujumbe mfupi. Lakini kabla ya kusonga sana, nianze naye mwalimu Nzioka. Mwalimu, baadhi tu ya matakwa ambayo walimu wa JSS wangependa yaangaziwe ni baadhi niliyosoma, lakini kipi kinawakera zaidi walimu wa JSS? Kitu cha kwanza ambacho kimekuwa tatizo mpaka leo ni kitu tunaita curriculum support. Okay. The curriculum support ambayo ni kazi ambayo huwa katika administrative role ya deputy. Curriculum support ni pale unataka materials za kuendeleza shughuli za kusomesha watoto ama programs za shule. Kwa hivyo utapata kwamba kuna kinzana kati ya program zile za primary na zile za JSS. Na wakati programs zinaanza kukinzana, kile kinafuata ni moja kuwa lazima iingiane na nyingine ndio itoshe. Utapata kama you are sharing the same block timetable. Utapata madarasa JSS yakiwa dakika 40, ya primary ni dakika 35, 35. Okay. Kwa hivyo ile ina maana kwamba kutakuwa na gaps za dakika 5, lessons 2 zitakuwa dakika 10, mwishowe zitakuwa kama lesson 2, lesson 1 na zimepotea pale. Utapata pia kama kwa hiyo mpangilio tu wa masomo, JSS wako na masomo 45 kwa wiki. Walimu wa primary kuna zile ambazo zimetolewa. Kwa hivyo pia kunakuwa na conflict in the implementation. Pili, unapata kwamba ile masomo ambayo walimu wenyewe wanayasomesha pale, ule ambaye anafaa kuwa anatoa mwongozo wa mahali mwalimu amekwama, hata masomo yenyewe hana ufahamu wake wala mpangilio wa hayo masomo. Kama amesimamia masomo curriculum implementation pale kwa shule, angekuwa tayari na yeye pia ameendea kitu inaitwa retooling
aweze kufundishwa aswa hii ni nini iko kwa JSS ndio ambayo unasimamia. Sasa hule anasimamia curriculum implementation ambayo yeye mwenyewe hajaifanyiwa retooling kama msimamizi wa masomo katika JSS. Hivyo inamaanisha kwamba ndio ile liweze kutimia vizuri. Hule ambaye amesimamia masomo the implementation of the curriculum at JSS, na yeye pia akue anajua ni nini kinaendelea katika darasa na mpangilio wa masomo inside that session katika hiyo area. Kwa hivyo these are some of the challenges that the ministry should work, inafaa kufanyia kazi haraka sana. Tunashukuru kwamba tumepewa nafasi ya kufanya ile kazi, na tuko na ushuhuda kwamba sisi walimu wa JSS ndio hatukupinga CBC. Hata ukipewa kusomesha French unajipanga. Unajipanga. Unajipanga kivipi? Wapo unasema kwamba curriculum support imekuwa ikikosekana. There's lack of curriculum support. Kwamba mwalimu anaingia darasani anastahili kutoa mafunzo kwa mwanafunzi, lakini yeye binafsi hana ufahamu wa ni kipi ambacho anastahili kufanya. Kwa sasa TC imejaribu, tunashukuru through the ministry. Walilete sessions zilikuwa 5 ambazo ulikuwa unaenda 1 week, unapitia hizo masomo zote 9, a brief introduction and review ya kile utakuwa unafanya darasani. Masomo ambayo tunaweza sema yanatatiza sana ni masomo ambayo ya kusomwa katika 844. Kama masomo gani? Moja inaitwa Creative Arts and Sports. Mambo ya muziki, mambo ya theater works na michezo. Lile alikuwa somo katika 844. Kwa hivyo ule mwalimu amekuja kupewa hiyo kazi ya kusomesha, yeye kwake ni giza. Ina maana kwamba the ministry provides a program where this teacher will get facilitated for certification in that learning area. Mtani wia radhi kwa Kiswahili, nitachanganya tu. Si neno. So unless this teacher is facilitated well, not a crash program of 2-3 days, actually like in the previous retooling, mwalimu alikuwa anapewa 1 session of 2 hours. Tumemaliza mambo ya Mandarin, surely. Mwalimu hajawahi fanya mambo ya French anywhere ama Chinese. Ukimpatia 2 hours, umemsaidia wapi? Mwingine anaambiwa saini tuna review CAS 2 hours. Na ni syllabus ya 3 classes na imeisha. Huyo mwalimu kweli, na ni kitu hajawahi kutana nacho, amesaidika. So we need a program that is educational in nature, not the retooling. The retooling is giving us the tools of work. We have the tools, but now there is the content grasp, mastery of what you are going to do, approach in that which you are going to do, because it's all new. Ni kitu ambayo wewe hujawahi kutana nayo, sasa unakutana nayo kumsaidia mwalimu. Naona sasa kumsaidia mwanafunzi. Kumsaidia mwanafunzi. Bwana Wangenyi, umemsikiliza mwalimu hapa ambaye ni mkuu wa walimu wa JSS katika kaunti ya Machakos. Bila shaka anazungumza from experience kwa sababu amekuwa pale, ni kitu ambacho anafanya kila siku. Na sijui kwa mtazamo wako, unapomsikiza mwalimu huyu akizungumza, inachora picha gani, inatoa taswira gani ya viwango vya elimu hapa nchini? Na asante Adrian. Na nishukuru mwalimu ya kwanza, na ametoa huyo mwelekeo. Nitaiangalia kwa macho mawili. Kwa kwanza amekubali na ameshukuru serikali imeanza kuajiri walimu wa JSS permanent and pensionable. Nakumbuka hapa Adrian, mwaka uliopita tulikuwa hapa na kiongozi wao kitaifa. Naam. Na walikuwa na demonstrate vijana wakitaka serikali waajiri kwa kudumu, na kusema ukweli serikali ilisikia kilio chao. Walikuwa karibu 46,000 na wote wakaajiriwa, namba yenye haijaajiriwa katika taifa la Kenya kwa hiyo miaka yote. Mambo nayo yenye anasema hasa katika
kwenda kufunza kitu yenye hauna content. Those are genuine concerns. Kwa hata mimi ni mwalimu pia wa kemia na hesabu. Kwa hivyo ukiniambia nifunze biolojia, kitu hata niliachia form 2, siwezi. Na nikifunza nitakuwa nadanganya. Hata mtoto yangu mwenye ni mdogo kabisa, kuna mambo mengine siwezi mfunza sababu hata mimi mwenyewe sikuyasoma na sikufundishwa kufunza hayo mambo. Kama ni issue ya retooling, asante. Kama ni issue ya retooling, hiyo anasema. Retooling, let me use the English language. Retooling does not substitute training. Okay? Because retooling kenye unafanya ni kuongezea experience ama expertise ya kufanya hilo jambo. Lakini katika training yenyewe, training ya kufunza hilo jambo inastahili ianze katika chuo chenye ulitrainiwa kufunza hizo jambo. Na ndio tumesema kwanza kama washikadau, kwa sababu hata jana tulikuwa na mkutano na mwenyekiti wa Kepsha Fuad Ali, mwenye pia ni mwenyekiti wa muungano wetu wa washikadau katika sekta ya elimu. Na tukasema ile jambo la dharura linastahili kufanywa because tunajua hii ni teething problem ya JSS yenye iko, ni hiyo training sasa iondolewe katika retooling yenye wanafanywa walimu wakiwa katika mapumziko ya likizo, irudishwe katika university kwenye wanatrainiwa na irudishwe pia katika colleges. Kwa sababu usipofanya hivyo, amesema kitu ya maana. Kwanza ukiwa kama pale wameshikanishwa primary, hata HOI mwenye anastahili kuwa monitor, hata yeye mwenyewe anastahili kufanyiwa retooling. Hiyo ndio mapendekezo yenye tumetoa, yenye tunajua na tunaamini serikali itaweza kutimiza. Kwamba training yenyewe iondolewe kutoka holiday retooling, irudishwe katika university na irudishwe katika colleges. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, katika administration ya JSS schools, sababu unaona tusitupe mwelekeo kwa nini JSS iliwekwa katika shule za msingi. Kwa sababu zamani ilikuwa iwekwe katika shule za upili. Wazazi wakasema hapana, watoto ni wadogo sana, wabaki katika shule za msingi zenye walikuwa. Tusitupe hiyo mwelekeo ya kusema ya kwamba sasa iondolewe kabisa. Kwa sababu tutakuwa sasa tumetupa mwelekeo wenye ulifanya iwekwe katika primary. Lakini katika administration, kama HOI ni overall, anaangalia shule yote mzima, comprehensive school, ndio zinaitwa sasa, sababu you combine shule ya msingi na shule ya JSS. Pia kuwe na deputy wa JSS na kuwe na deputy wa shule ya msingi, lakini wae na kitu tunaita semi autonomy. Kama ni timetable yao, mimi ni mwalimu wa hesabu na kemia, kama ni lesson zote zinastahili kuwa 40 na za primary za shule za msingi ziwe 35 ama ziwe whatever number, timetable ya JSS iwe independent kivyake, wana run timetable yao. Hiyo ndio tunaita hawajajitenga kabisa, lakini wako na autonomy ya kutengeneza timetable yao, okay, ya kuprokiwa materials zenye wanataka zenye zitasaidia. Are we together? Kalenda yao iwe inaangaliwa kwa njia nyingine, kwa sababu hata tukubali ama tusikubali, hata saa hii ukienda saa hii shule ya JSS utakuta wanafunzi wa grade 7, grade 8 and grade 9, hata uniform yenye wanavaa si tofauti na yenye inafaa valiwa na wanafunzi wengine katika shule ya msingi. Kwa hivyo hiyo autonomy iwe yes in the same compound, lakini wawe na autonomy. Utawala uwe ni tofauti. Utawala uwe ni tofauti. Na ndio naamini na sababu ni mambo tumeongea na ni mambo iko work in progress. Kenya iko na hii tusipoteze adrenaline. Ni wakati CBC, ilikuwa CBC sasa ikawa CBE. Wakati ilianza mwaka wa 2017, tulikuwa na shida. Na ni vizuri kutaja jambo kiwazi. Tulikuwa na shida adrenaline sababu hatukufanya public participation. Kwa sababu kama tungekuwa tumefanya public participation, masuala yenye mwalimu anatamuka siku ya leo hayangekuweko. Kwa sababu tulifanya bila, na ni mambo tuliitisha sisi wenyewe. Kwa sababu nilikuwa pia katika sekta, nilikuwa waziri wa elimu katika kaunti ya Nyandarua. Tuliambia waziri aliyekuwa wakati huo Matiang'i na pia kuchakuliwa na Profesa Magoha, tukawaambia wacheni kwanza tufanye public participation, lakini hatukusikizwa. Sasa wakati public participation ilifanywa, ndio unaona hii mambo teething problem inaendelea. Kitu yenye najua ni ati tukisonga mbele na tukiweza kutimiza mambo yenye yako bila hasa walimu wa JSS kudemonstrate
tutaachieve hiyo objective. Naam, asante sana kwa hilo Bwana Wangenye. Labda nirejeshe kwako Mwalimu Nzioka. Tuangazie kosa lilifanyika, lakini wadau wa elimu wanasema kwamba the train has already left the station. Kwa hivyo sasa tufanye nini? Kwa sababu ni swala ambalo lingestahili kujadiliwa kabla ya kutekelezwa kwake, na kwamba wakati wa kwanza kulikuwa na mvutano iwapo shule za JSS au wanafunzi wa JSS wataweka kwenye himaya ya shule za msingi au kwenye himaya ya shule za upili, na ikajadiliwa, wazazi wakatoa malalamiko yao kwamba ni wachanga sana, kwa hivyo wasalie katika shule za himaya za msingi. Hivyo basi, wewe kama mkuu wa walimu wa JSS katika kaunti ya Machakos, labda zungumza kuhusiana na ni kipi ambacho kingekuwa tofauti iwapo wanafunzi hawa wangepelekwa upande huu wa pili wa shule za sekondari, na iwapo ingekuwa ni bora zaidi ikilinganishwa na sasa hivi ambapo wako chini ya shule za msingi. Asante. Today, mpaka saa hii tunavyozungumza, jambo ambalo serikali, na naomba President aweze kulitilia maanani, ni kwamba kuna wanafunzi na kuna wazazi, alafu kuna walimu. Mwalimu ndiye anayejua vile atasaidia mtoto aweze kumuumba. Kazi yetu, we are co-creators for the destinies of those children. Na jambo ambalo saa hii tunafaa kuwa tunazungumzia, si mahali tulikuwa 2017, 2022, tunafaa kuwa tunazungumza mwaka wa kwanza, the first circle of CBE, JSS, unaisha. Tumefika wapi na tutasonga namna gani? I firmly believe education should be available, education should be affordable, that's basic education, and should also be compulsory. For education to be available, inamaanisha kwamba kila mahali kuna primary school ambayo iko na nafasi ya secondary school, pia kukuwe na secondary school hapo. Ndio mtoto hata kama hawezi akalipa karo ya juu, hata pesa ya chakula, haja asomeshwe na mwalimu wa serikali na kule chakula ya mama, na alale hapo nyumbani kwa mama, na aende tena shule kesho yake. Kwa hivyo what we should be thinking about now is a comprehensive secondary school. Sasa hili jambo ambalo tunasema ati JSS ifanye slicing ndio itoshe primary, ni kupoteza mahali tunafaa kuwa tuna debate. We should be talking about affordable, available and compulsory secondary education which is comprehensive. Kwa nini mimi nasema hivi Mule? Nasema hivi kwa sababu cha kwanza, specialization of training ni kitu cha maana. Na shule ambayo iko na madarasa matatu, you will not expect specialization. Sasa ningekuwa shule ambayo iko na madarasa 6, ningekuwa nafanya kazi yangu ya English and Literature, Theatre Works, na hata zile ninaendelea. Unapata sasa. Mwingine ambaye amefanya Creative Arts, na yeye angekuwa na kazi imemtosha katika hiyo madarasa 6. And that was the spirit behind the former implementation program ya CBC. So, mali tuko saa hii, hata tukisema shule zikuwe merged into what they are calling comprehensive school in primary. The program which we call career progression guidelines ya mwalimu wa primary ni tofauti na career progression guidelines za mwalimu wa secondary, that is JSS. Hao ni watu wawili kwanza tofauti. Kwa hivyo ule ambaye atakuwa senior teacher in primary school, bado hatakuwa senior teacher in JSS. Ule atakuwa deputy ambao ndio curriculum support officers in primary session. Tukienda na hiyo program ya career progression, hatakuwa na nafasi ya kukuwa deputy JSS. Kwa hivyo sasa hapo kutabaki, how do we get this thing moving? Now, the heads of these departments and ministries will agree, watakubali kwamba kuna watu walitolewa primary and they were deployed, that is teachers, they were deployed
to senior secondary after they have finished their training of bachelors. They still have that background with us. Na hao wako katika kitengo cha kukuwa madeputy JSS saa hii tunavyozungumza. Sababu walitoka primary wakiwa C3, sasa wako C4 secondary mahali. Ule mtu anaweza akasaidia katika delivery ya JSS kuliko kumngojea mwalimu ambaye saa hii ako JSS akuje kukuwa deputy, kuliko kungojea mwalimu mwingine ambaye ako primary session akuje kukuwa deputy. So these administrative suckers can only be addressed through a paradigm shift to comprehensive secondary education. Naam. Haya, mtazamaji, tuangazie tena kwenye kiwambo chako matakwa ya walimu wa JSS. Shule za JSS kama taasisi nyingine za elimu lazima ziwe na majukumu ya kiutawala, ndio mojawapo ya matakwa ya walimu hawa. Pili ni wizara lazima itoe muongozo kuhusu muundo wa bodi ya usimamizi wa JSS. Tatu ni kwamba wanadai utekelezaji kamili wa makubaliano ya mipaka ya vyama vya walimu. Vilevile wanadai mgawanyo ulio wazi wa majukumu kati ya walimu wa shule za msingi na walimu wa JSS. Na tano, wanataka tume ya huduma za walimu TSC itoe mwongozo mahususi kuhusu idadi ya juu zaidi ya vipindi kwa wiki kwa walimu. Na sasa Bwana Wangenye, nitakuwa naelekeza swali hili kwako. Kuhusu utawala na muundo. Manake mojawapo ya matakwa ya walimu wa JSS ni kwamba shule za JSS kama taasisi nyingine lazima ziwe na majukumu yake tofauti za kiutawala. Hivyo basi swali ni je, ni kwa nini ni muhimu kwa hili kufanyika? Kwa nini ni muhimu kwa JSS kuwa na mbinu yake au muundo wake tofauti wa kiutawala? Asante Adrien. Na kabla nijibu swali lako na nimelishika vizuri sana. Bwana Mutuku. Mzioka. Bwana Nzioka. Unajua sasa tena ametuchanganya kidogo kwa sababu sasa mimi nilikuwa nafikiria na kulingana na wakati walikuwa wanafanya demonstration. Mawazo yangu ilikuwa inaniambia wanataka JSS iwe standalone entity. Lakini sasa leo tena ametuambia anataka iwe part of comprehensive secondary school. Hiyo ni kusema JSS sasa itoke from primary school where it's domiciled ipelekwe kwa kiwango kile kingine cha sekondari. Labda tueleze wapo hivyo ndo anamaanisha Ngoja kidogo. Kulingana vile nimeelewa. Ndio nakwambia hivi. Kuna mahali tuko sasa ambapo tunaongea kuhusu autonomy ya JSS sasa. Lakini kesho yake kama ni hili jambo ni la kumaliza kabisa. Kwa sababu gani? Nimeongea kuhusu pooling of resources. Ni sawa sawa. Lakini hilo likiwa gumu, autonomy of JSS is the easier route. Haya. Wangenye? Nafikiri nimeelewa. Kwa hivyo Kenya nilikuwa nataka kusema the administrative structure. Sasa nikirejelea swali lako Adrien. The administrative structure na nilisema hiyo ya kwanza ni kwamba JSS hata ukiangalia miundo ya curriculum ya JSS ni completely independent na primary school. Kwa sababu hata training ya huyu mwalimu ni specialist kwa subject zake. Bwana Nzioka, sijui subject combination yako. Mimi nimesomea Kiingereza. English literature. I'm sure ni wa English literature. Mimi ukikuja, mimi ni mwalimu wa maths chem. Okay? Kwa hivyo specialization yangu iko hapo. Lakini ukiangalia training ya mwalimu wa primary yake ni tofauti na yeye na mimi. Kwa sababu yeye utakuta ametrainiwa kufunza kila kitu ama kila subject. Lakini mimi nimetrainiwa kufunza hesabu na kemia. Yeye ametrainiwa kufunza English na literature. Kuna mwingine utakuta ametrainiwa kufunza history and CRE, mwingine geography, mathematics. Hivyo sababu inaendaga subject mbili peke yake. Kwa hivyo wakati tunasema administrative structure iwe clear ya JSS, that is a genuine concern that can be addressed as we move ahead. Wakati tunasema training yao itolewe from retouring, kwa sababu saa hii kwa nini kwanza tujiulize kwa nini retouring inafanywa? Retouring inafanywa kwa sababu hata ukienda katika vyuo vikuu currently saa hii hautakuta kuna training specialized ya mwalimu wa JSS. Ati atakuja kufunza, yes, anasoma
kama graduate, lakini hajatrainiwa atafunza secondary ama ametrainiwa atafunza secondary ama atafunza primary, lakini hakuna mwenye anatrainiwa atafunza JSS. Kwa hivyo wanachukua wenye wako, okay, wenye wamesha graduate na akona specialization yake, anafunguliwa afunze kila jambo. Ndio maana retooling inafanywa. Na amesema vizuri, hata haiwatoshi kwa sababu retooling is not training. Kwa hivyo it cannot convert to mastery of skills and competence. Yeah. Lakini lazima ifanywe as a stopgap measure. Kwa sababu tusipofanya hivyo ni kumaanisha JSS will not move. Kwa hivyo ni kumaanisha wale watoto wako JSS Kenya wanapokea kutoka kwa walimu, hatuwezi sema ni 100%. Kuna kiwango inabaki kwa sababu training ya mwalimu haikuwa iende hivyo. Lakini tukirejelea ndio tuirudishe university na colleges za training vizuri, utakuta hawa walimu wenye sasa wanakuja baada ya hawa watakuwa maybe curriculum ya university imedesigniwa to train this thing. Na Adrian, wakati tulikuwa tunasema hivyo, kama washikadau pia tulisema jambo jingine. Kenya pia tunastahili kuangalia, ukiangalia demokrasia zenye zimeendelea sana kama Marekani na Uingereza, wako na curriculum imekaa zaidi ya miaka 200, 300. Okay? Hii yetu hata kabla sasa tubadilisha 844 tukuje CBC nao CBE, because it is change of system of education. Unajua kuna kubadilisha curriculum na kuna kubadilisha mtawala wa elimu. Kenya tulibadilisha hapa si curriculum, ni mtawala wa elimu yote kijumla. Tukalete CBE, tukatoka 844. 844 ilianza mwaka wa 1985. Leo ni miaka 40, ama sababu ilianza kubadilisha 2018, ni kumaanisha ilikaa kitu miaka 37. Lakini kwa nini tumeibadilisha? Kenya tungefanya, tungebadilisha the curriculum itself. Tuangalie the changing dynamics, kwa sababu tulileta CBC ama CBE ndio because of changing dynamics. Market inataka nini? Tukiangalia kama saa hii technology inataka iweko hapo, ndio maana shule mingi zimesema zitachukua, lazima shule yote ichukue STEM, that is senior school. Science, technology, mathematics and engineering. Kwa sababu dunia yote inaenda towards technology and engineering. Lakini tungefanya within the existing curriculum ya 844 rather than moving directly to CBE. Lakini sasa tulishatoka. Training ishatoka. Hatuwezi rudi nyuma. Kwa hivyo walimu wenye tuko nao tukubali, yes, hatujafika hapo. Kama serikali, na mimi sijaajiriwa na serikali ati natetea serikali. Serikali fine imejaribu, imeandika walimu 56,000, at least that is good. Kuna retooling inafanywa, that is good. Kuna construction ya madarasa. Pia hata jana ulisikia mtoto mwanafunzi mwingine akisema, aliuliza waziri wa elimu, alikuwa Kilifi, akamuuliza, sasa sisi tuko JSS, mimi sijaiona lab na macho, si ndio? Na hiyo mwanafunzi atafanya mtihani wa kijisea, sinaanza hivi karibuni mwezi wa Oktoba. Atafanya practical za chemistry na hajaiona lab. Kwa hivyo hizo ni challenges zenye ziko Adrian. Na kama ziko hatuwezi toroka kama washikadau, tutazikubatia venye ziko, tujaribu kutafuta suluhu tukisonga mbele. Na mwaka mmoja miwili inakuja, mimi najua hii mambo itakuwa imetulia. Bwana Wangenye, ningependa sasa uangazie swala ambalo nilielekeza kwako kuhusiana na umuhimu wa kuwa na utofauti wa kiutawala. Manake walimu wa JSS wanasisitiza sana kwamba ni muhimu JSS kama taasisi nyinginezo zitengwe kando na ziwe na mfumo wake wa kiutawala. Kwa nini hili ni muhimu? Hiyo ni muhimu sana, na hiyo na support kwanza 100%. Na support walimu kwanza mtawala wa JSS uwe. Kwa sababu tumesema mambo yao si sabamba na si laini na wale wa primary. Na ndio tukasema wacha kuwe na lakini tukiangalia kama ni board of management. Unajua, let's also be prudent. Wakati tuko hapa Adrian, okay? Hata hii kampuni yenyewe. Kuna kampuni, kuna mwenye anasimamia maslahi ya finances. Kuna mwenye anasimamia maslahi ya human resource. Kuna mwenye anasimamia maslahi ya training kama ya wafanyikazi wenye wako hapa. Kwa hii kampuni. Lakini kwa nini mumewekwa katika roof moja? Hii kampuni yenu iko na TV, labda iko na radio. Mungu atabariki, kesho labda mtakuwa na gazeti. Within the same structure, okay? Yeah. But management ziko, kuna overall manager mmoja, lakini kwa kila important director, kama ni ya TV iko na mkurugenzi wake. Kama ni ya radio iko na mkurugenzi wake. Mkitoa newspaper in future itakuwa na mkurugenzi wake. Kwa hivyo hata
mtawala wa comprehensive school yenye ina host JSS na primary school pia inastahili iwe hivyo. Ndio sasa hawa mambo yao ya JSS wanaweza kuitabili, wanaiangalia kama ni board of management inaweza kuwa inclusive. Wakati tuna compose board of management, na ninafurahi sana kwa sababu Education Act of 2012 inafanyiwa amendments. Kama kutakuwa na board of management of comprehensive school, wacha kwa hiyo bodi kuwe na mwalimu wa JSS anaketi kwa hiyo bodi. Wacha kuwe na representative wa JSS ako kwa ile board ya management. Ndio tusiweke tena board mbili because we are utilizing the resources adrin we have. Within the same compound tuko na primary, tuko na JSS, lakini utawala wao upewe kitu inaitwa semi autonomy. Isikuwe imetengana kabisa, kwa sababu adrin, mimi ni mzazi. Kijana yangu mmoja saa hii ako grade 5. Next year si anafanya hii mtihani ya KPSEA. Yule mwingine mdogo ako grade 1. Si ako primary section, lakini wanasomea shule moja. Kwa hivyo kama mimi mzazi pia nataka nikienda shule hata kuwachukua, nisichukue mtoto wangu mwenye ako JSS nimchukue hii shule, alafu niende kilomita zingine 3 niende nikachukue msichana yule mdogo ako shule nyingine. Ningetaka wakati wae pamoja, kwa sababu ni watoto wadogo, wanastahili kuangaliwa na mama yao. Kwa hivyo ndio tunasema tusitenge kabisa, lakini iwe semi autonomy. Ndio hiyo operation zao zote. Hata tunaweza propose kama hata ni pesa za JSS ziwe na committee ya JSS yenye inaangalia hizo resources venye zinatumika. Ndio kama kuna vitabu extra wanataka within the same structure autonomous, wanaenda wananunua, wanaendelea na kazi zao. Hata the carried of activity wacha pia iwe na semi autonomy kwake. Hiyo itakuwa muhimu sana, kwa sababu itawezesha hiyo JSS iweze kuendelea without necessarily shifting, kuitoa tuipeleke secondary school. Na pia lishada la mwisho nikijibu, kwa sababu kuna kitu alikuwa amesema when they are 3 there is no economies of skill. Nataka kukuambia Zioka, wakati hatukuwa na 844 kulikuwa na mfumo wa elimu wa zamani. Ndio sasa 844 ikuja 1985. Mimi sikuwa hapo sababu mimi na adrin watu 844. Wewe unatupea historia na hukuwa. Sasa tunaongea. Lakini mimi ni msomi and you have to research. Hiyo mfumo ulikuwa unasoma ulikuwa naenda mpaka standard 7. Alafu anaenda form 1 to 4 anafanya O levels. Okay? Kutoka hapo anafanya A levels. Kuna shule zilikuwa zinaofa A levels. Na zingine zilikuwa zinaofa A level. Na A level by the way ilikuwa na madarasa 2 peke yake. Form 5 and form 6. Ndio sasa arudi aende university miaka 3. Kwa hivyo miaka 3 ya JSS si ati ni muhura kidogo wa kukosa kuutilize resources, atuone kama you are underutilized. You are well utilized, and ndio maana serikali hata imekuconfirm as permanent and pensionable teacher. Asante sana. Nitakuwa narejea kwako Mwalimu Nzioka, utatueleza sasa hivi ni kipi ambacho kinaendelea pale shuleni wakati ambapo sasa mko chini ya himaya ya shule za msingi, na lakini mnataka kwamba iondolewe muwe independent. Amezungumzia hapa Mwalimu Ndong'o Wangenye kwamba ni muhimu iwapo kila mmoja atakuwa na uhuru wake kwa sababu ya kuendeleza shughuli zake. Lakini kwa sasa mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Isiolo tupate kusikia walimu wa JSS katika kaunti hiyo wana maoni gani. Kumbuka tunaangazia matakwa ya walimu wa JSS. Tupate kusikia kutoka kwa walimu wa kaunti ya Isiolo, vile vile walimu wa kaunti ya Homa Bay na hali kadhalika walimu kutoka kaunti ya Migori. Tazama. I am agitating for JSS autonomy due to the following reasons. 1, you know that in Kenya the education system has changed. Now we have 2, 6, 3, 3, 3, and all others they are managing their own resources. They have their own management. But we JSS teachers, junior school, they are lying behind primary school, which we are against it. 2, quality of education. 3, quality of curricular activities. 4, for the betterment of teachers. For us teachers who are in JSS, we cannot even identify ourselves. We don't know where we belong. Do we belong even in the secondary school? Are we secondary school teachers? Are we primary school teachers? We lack identity because we're in the same environment with the people who belong to the different union. I remember the day that the president
hosted the teachers in State House, there was so much booing and heckling of the both union, and they can clearly show that the kind of trauma, the kind of the toxic environment that we teachers in those primary schools are going through. We want interns of JSS to be confirmed. Interns to be confirmed. We want interns to be confirmed. The JSS must be an autonomy. It must be an independent school. We want to stand with our JS colleagues all over this county, and what we are saying, their autonomy is mandatory. And it is mandatory. It is something that is paramount. We will continue telling the government that we want a standalone JS school where the administration is properly known, the transition is clear, and everybody knows that the qualifications for that person who is the leader of JSS school has to be this one. There has to be transition where a JS teacher can be allowed to transit even to a senior school. We can also have those in senior schools with C5, C4 can come and add the JS schools. We also want their autonomy in terms of co-curricular activity. Kama walimu wa Homa Bay County JSS tunaungana na walimu wenzetu Kenya nzima kusema kuwa JSS inafaa kujisimamia kama shule kivyake. Kama ilivyoratibiwa kuwa tuko na 2633, tumepata kuwa senior school inajisimamia 3, nasi pia JSS tunataka tuweze kujisimamia kama vile imeratibiwa 3. The Employer Teacher Service Commission to hasten to provide a clear progression pathway, to provide a better scheme of service to the teachers. We are teachers who are post-primary school teachers. Depending on the environment that we are in, we ask that our employment, our career be recognized, our work be recognized, because an empowered teacher means empowered learner, and therefore we are strong as a nation. Autonomy, mandatory. Mandatory, autonomy. What we are saying is that currently, as constituted, the board of managements of primary schools are the ones that are managing the junior schools. It is important that they have their own board of managements with their own administration. Autonomy is the way to go. It will sort out almost 90% of the challenges that are affecting this sector and will better the implementation of CBE. In matters co-curriculum activities, we need to stand alone. We cannot be tasked to teach matters co-curriculum in classes and then we are excluded in its management. We require that when such occasions arise, that management and allocation of resources appear, we need to see the junior school teachers at the center stage. Money comes from the government that is supposed to support issues of co-curriculum activities. Yes. Why then do we get excluded when we need to execute these things the way they come? Ndio matamshi ya walimu wa shule za JSS kutoka kaunti za Isiolo, Homa Bay na Migori wakilalamika na kutoa wito wao kwa serikali kuhusu jinsi ambavyo wangetaka mambo yaendeshwe pale shuleni. Hapa studioni sipo peke yangu, ninaye mkuu wa walimu wa JSS katika kaunti ya Machakos, Bwana Winston Mulei Nzioka. Vilevile yupo katibu mkuu wa Kedhawa, Bwana Ndung'u Wangenye, ambao wanatusaidia katika kuelewa masuala mazima ya jinsi ambavyo shughuli zinaendeshwa katika shule za JSS. Na kabla ya kuelekea kwa walimu kutoka kaunti, nilikuwa nimemshirikisha hapa Mwalimu Nzioka kuhusiana na kutuchorea taswira kamili ya hali ilivyo sasa hivi shuleni, ambako walimu wa JSS hawana uhuru wa kuendeleza shughuli zao, lakini sasa wako chini ya mwavuli wa shule za msingi. Kwa hivyo hali inakuwa vipi na labda ni changamoto zipi ambazo walimu wa JSS wanapitia? Nimemsikia mmoja pale kutoka kaunti ya Isiolo akisema mpaka sasa hivi hawaelewi iwapo wao ni walimu wa shule za msingi au ni walimu wa shule za sekondari. Madam, pale shule ukifika hivi kiwa mwalimu wa secondary, according to training, ukafanyia training university,
alafu ukaenda attachment secondary school somewhere, ukamaliza, ukakuwa certified, ukagraduate, alafu ukaenda pale kufanya kazi. Kuna mambo ambayo yatakushtua kwanza. Kitu cha kwanza utapata kwamba the first working station where you want to organize your books from, mahali unataka upange vitabu zako kwanza. Shule nyingi wanatumia meza ile ya kuuza cabbage. Hakuna workstation. Shule mingi hakuna workstation. Ni sawa tu na kukua sokoni na vitabu zijae hapo kwa meza. Hapo ndio kwanza utapatiwa ukae. Na unaweza kosa kiti. Ukajipata una sawa. Kwa sababu walimu ni wengi au? That willingness to set that place from the former primary school to accommodate the current setup. Hapo unaweza shtuka kwanza mahali umeambiwa hapa ndio utakuwa unafanyia kazi. Jambo la pili ambalo litakushtua pale ni kwamba utapanga program zako za kazi. Hapa nataka manila 6, hapa nataka hiki, hapa nataka kile. Alafu ukiwa umepanga vile utataka vitu zako za kufanyia kazi, utaenda upate hakuna mtu wa kukupatia hizo the teaching aids. The teaching aids. Kuna shule niliambiwa na mwalimu mmoja, dictionary ni moja. Baada ya miaka 3 ya facilitation into buying curriculum support. Miaka 3, there is one dictionary in that school. Kitu kingine ambacho sasa ndio kimelete hii maneno yote. Si bado last year tulikuwa pale? Naam. Last year tulikuwa hapo. Hakuna mtu alisema autonomy. Last year but one. Tulikuwa tu pale. Na hakuna mtu alisema autonomy. Kwa hivyo nini kimechangia au nini kimebadilika wakati huu? Sasa ndio tunaenda kufanya mtihani. Na hapo ndio unaulizwa mwalimu, these 3 years, what have you been doing? Na mwalimu anakaa chini, anasema na niliandika requisition. Term 1 haikuletwa. Nikaandika term 2 requisition haikuletwa. Sasa tuko term 3. Vitu nilikuwa nifanye na watoto nikiwa last year grade 7 hazikufanywa. This year hazijafanywa. Alafu next year January tunangojea results. Tusikie na hii somo inaitwa CAS. Ni nini inaendelea? Na vitabu zake zimekuja this term, that term. That's a government gap. When they reviewed the subjects from 14 to 9, rationalized the subjects, vitabu hazikuwa. Sasa ndio vitabu zimefika mashule this term. Kwa mtihani ambao unafanywa this term. Na kwa hivyo mwalimu Nzioka, labda unaweza kutuelezea ni vipi mkanganyiko huu unaathiri masomo shuleni? Yule mwalimu amesomesha miaka 3, ni lazima tena aanze kusomesha kazi ya grade 7 according to the current syllabus na vitabu ambavyo viko shuleni. What does that mean? For easier management of these things, ukipanga programu yako itakolide na ile ingine. Sisi kama mimi nimezoea kuita watoto jioni, tusomeshe wanawa, kukubaliana nao tukutane Jumapili. Sasa the administration which is there, haijawahi sikia mambo kama haya. Kwanza hiyo ni kusumbua. Because there must be attention. And that is the difference between the primary school teacher and the secondary school teacher in their training. Kwamba huyu mwalimu haoni shida kuweka watoto kwa group pale chini ya mti wafanye kazi yake. Lakini ule mwingine training yake ni kwamba be next to the learner kutoka grade 1 mpaka 4, kwanza ajielewe, ajue kukaa na wengine. Kwa hivyo some of the programs are even scrapped because they appear strange. And all we can do now to assist the education implementation is just one thing, autonomy. Just one thing, autonomy. Kwa sababu ukiingia pale shule utapata games ni za shule 2, 2 schools. Na zimewekwa siku moja. Reason, pesa haiko ya kufacilitate 2 schools. Pesa ile iko ndio itarun the entire school. Inafika jioni na mjamaliza games, unasikia chukua coin, toss a coin. Team A and B ndio inaenda proceed. How have you helped the learner?
Kama kukua pesa, simngetupatia basi we enjoy the game. We enjoy the game. 2 days. A day for JS and a day for primary. That's a demarcation. Let us have officials. I'm trained in volleyball. But now I'll not be given to officiate volleyball. Reason, kuna ule amekuwa anasimamia volleyball miaka 6. You understand? Na ukimuuliza when was your refresher course in volleyball? Aiko. What is happening? Status quo. Ukiona messages zingine ambazo huwa zinaingia huku, hata badala ya kujibu mwalimu, una absorb tension na kucheka. Tension tu na kucheka. Wacha niseme jambo. Naam, Bwana Wangenye. Utakasirika na yeye amekasirika tayari. Wacha niseme jambo na niseme hivi. No. Kwanza swala la kusema kwanza ati hakuna pesa. Walimu wakuu wa comprehensive schools wanastahili waelewe kitu ya muhimu ya kwamba serikali katika shule za secondary, that is senior secondary school. Sasa nao secondary zenye zilikuwa zamani, unajua sasa ni senior secondary schools. Kila mwanafunzi anapewa shilingi 22,244, 22,244. Shule za junior secondary school kila mwanafunzi anapewa 15,000. Shule za primary kila mwanafunzi anapewa 1,540. 1,540. Junior secondary 15,000. Senior secondary 22,244. Kwa hivyo ni vibaya sana wakati hawa walimu wanaitisha vifaa na HOI mwenye amesimamia the entire comprehensive school anasema hakuna pesa, kwa sababu pesa za junior secondary zimetumwa specifically for junior secondary. Kwa hivyo hastahili kuchukua ile 15,000 za junior secondary akafanya mambo kwa primary school, kwa sababu primary school wako na yao 1,540. Tuko pamoja? Naam. Haya, jambo la pili, in the demarcation yenye Mwalimu Zioka na ameitaja vizuri sana, hawa walimu kuna pahali nafika si walaumu pia, kwa sababu training yao, remember mwalimu hakutrainiwa like a junior secondary school teacher. He was training to be a secondary school teacher. Only now finding anajikuta katika shule ya junior secondary yenye iko domiciled katika primary school. Kuna mwalimu hapa wa Isiolo ameuliza hajui kama hako secondary ama hako shule ya msingi. Kwa sababu ni class teacher wa grade 4 na bado anasomesha. So pia we also need to change our mindset. Kwa sababu tumetoka training, sasa tumefika market. Hizo ni mambo mbili tofauti. Wakati nilikuwa Kenya School of Law tulikuwa tunaambiwa venye mnatrainiwa huko, ukifika hapa ground mambo ni ingine. Kwa hivyo mentality pia lazima tuwe na change of mindset. Tujue siku hizi hatuna shule ya secondary. Tuko na primary, tuko na junior secondary school na tuko na senior secondary school. Kwa hivyo yule mwalimu wa Isiolo maybe jibu yenye ningempeni kumwambia hauko primary na hauko senior secondary, wewe ni wa junior secondary school. Hiyo change of mindset ndio aweze kujua pahali yako ndio kwanza ajikubali. Lakini la muhimu na la mwisho ni kusema ya kwamba hata wakati ako pale junior secondary, sasa hii retooling ndio itamsaidia kuchange mentality na perception yake ya mambo, kwa sababu training yenye alipewa university, sababu most of these teachers, and not even most, I'm almost 99% sure, most of these teachers were junior secondary, they are graduates. Zioka atakwambia labda alikuwa Kenyatta University or whatever university, he's a university graduate. Ile training alipata university, sasa hapa lazima abadilike na retooling ndio itambadilisha. It will take time to change him, but it must happen. Lakini hiyo semi autonomy ndio aweze kufunza wale wanafunzi. Semi autonomy, not full autonomy, that one we should agitate for and they should be given. Kenya nasema hata ya mwisho, na niliwaambia hawa walimu wa junior secondary, in the demarcation hata union wanahitaji yao, kwa sababu maslahi yao utakuta ya kwamba tulikuwa inaregistriwa kama for secondary school teachers, lakini hii secondary pia imepasuliwa mara mbili. Kuna junior secondary na kuna senior secondary. Kwa hivyo lazima kuwe na union representing junior secondary na union representing senior secondary. In fact,
KUPPET hata ndio wanastahili kuwa watu wa mwisho kupinga usajili wa union ama chama cha walimu wa junior secondary, kwa sababu hata hao walijitoa kutoka kwa walimu wa primary. Unajua yote ilikuwa NAT Kenya mzima. KUPPET wakajitoa, wakasema sisi ni wa secondary, tupewe union yao, na wakapewa. KUSNET, kuna chama kingine inaitwa KUSNET, Kenya Union of Special Needs Education Teachers. Wanakuaga domiciled katika primary, special units within primary, na bado wako na union yao. Ni nini hiyo inaweza pinga pia walimu wa junior secondary kuwa na union yao? Ndio wakati maslahi yao wanailete inaangaliwa specifically kama walimu wa junior secondary, not in KUPPET, not in NAT, not in KUSNET, they are special category. Hiyo ndio semi autonomy yenye tunasema pia itaweza kuwasaidia. Naam. Na bila shaka unapowasikiza walimu hawa wa JSS wakizungumza, ni dhahiri shairi kwamba hata kiakili hawako sawa, kwa sababu wanashuhudia kile ambacho tunasema ni mzongo wa mawazo. Kwamba they are straining sana kwamba they may not be settled hata kuweza kutoa elimu kwa wanafunzi jinsi inavyostahili. Na mojawapo ya matakwa ya walimu wa JSS ni kwamba tume ya huduma za walimu TSC itoe mwongozo mahususi kuhusu idadi ya juu zaidi ya vipindi kwa wiki kwa walimu. Na hili nitakuwa nalielekeza kwako Bwana Nzioka. Tueleze sasa hivi, how heavy is the workload? Mwalimu anatoa mafunzo ya vipindi kwa wiki kwa muda gani? Mwalimu wa JS. Kwa sasa kuna mambo mawili kwanza anaweza fanya kama introduction. Ili wakati wa kuanza kwa JSS, serikali ilikuwa imetuma kama mwalimu mmoja kwa kila shule. Lakini President William Ruto has done good work there. Sababu walimu wamekuwa wanaajiriwa kwa JSS. Na kwa sasa on average kila darasa, si kila somo, kila darasa liko na mwalimu. Utapata kama shule liko na madarasa matatu, liko na walimu watatu. Nyingine ambayo iko 2 stream iko na madarasa 6, iko na walimu kama 5 hivi. Kwa hivyo we are achieving the target, na wakati tulikuwa pale kwa meeting na president alisema ataweza kutuongezea 20,000 teachers. Na hiyo inamaanisha kwamba concerning staffing kutakuwa a bit settled. But now we have a challenge that is emerging. Kila primary school imeanza tena kufungua JSS wing. Hiyo inamaanisha kwamba wakati projection ya staffing kama Kadhiani ama Kalama ama wapi ilikuwa imeandikwa with 200 teachers, JSS zote zitakuwa na walimu wanatoshia masomo kama 35 lessons a week. That has not happened. Why? There are other schools which are mushrooming again with a population of 20, 15, and the government should come clear on this, because it's going again to affect the already stabilizing JSS schools. This results to mwalimu kupewa masomo 3 subjects, na zinampeleka masomo ambayo hayawezi yakaandikwa kwa hiyo block timetable. Maana yake ni kwamba asomeshe zile atapata, na zingine hamweye mwenyewe atafanyia nini. The current crisis, and we are demanding it very clearly, can TSC give us clear guidelines on the minimum or maximum lessons a teacher is recommended to teach, whether in JS or in senior secondary? For a reason, mimi masomo yangu hayatoshei kwa timetable, mimi hayatoshei sababu yamepita yale masaa nimepewa kusomesha. Maana yake ni kwamba nijipange na kazi yangu, asubuhi jioni, vile tu nitaelewana na wanafunzi. Na nashukuru kwa hiyo nafasi, kwa sababu pia tumeweza kuelewana, tunaendelea kumaliza syllabus. Lakini mnaelewana vipi? Manake sasa hapa inaonyesha kwamba kuelewana ni kuongeza kama 1 hour in the morning ama 1 hour jioni. Kwa hivyo hiyo ina maana kwamba pia wanafunzi wenyewe wana strain. Mimi mwenyewe ndio na strain. Mwanafunzi kazi yake ni kusoma. Iwapo mwalimu ana strain, iwapo mwalimu anashuhudia changamoto hii ya kuwa darasani kwa saa nyingi zaidi, pia mwanafunzi of course ana experience the same, na hii bila shaka inadunisha viwango vya elimu. Sasa kama ministry imekubali hayo kuhusu mwanafunzi, mimi siwezi nika comment. Lakini naweza nika comment kuhusu mwalimu.
kwa sababu ninafaa ni prepare ile lesson naenda kusomesha. Number 2, nafaa nisaishe vitabu vya watoto. 3, nafaa ni prepare kama ni manila ama nitafute resources, materials ambazo nitatumia kusomesha. At the end of the day, I'll not do anything of such a type. Okay. Mwalimu, nataka utuchoree taswira kamili. Kwa mfano, umesema masomo yako hayatoshei kwenye timetable kwa sababu ni mengi zaidi ikilinganisha na saa zile ambazo umetolewa kama mwalimu. Kwa mfano, kwa mtu ambaye hajui unafanya nini, Jumatatu unapoamka unaingia darasani wakati gani na unapeleka vipindi vyako hadi muda gani, na hii ambayo unazungumzia kujipanga na wanafunzi, unajipanga, yani just paint a picture. Manake ningetaka kuelewa mwalimu wa JSS anafanya kazi kwa njia gani? The program of a school for teaching begins at 8:20. Okay. The work hours for the Ministry of Labor, it's 8. So what does that mean? Ukifika hizo dakika 20 ufanye assembly ama another meeting with the learners, uangalie vitu ziko sawa kabla uanze siku na watoto. Sasa utaanza siku 8:20. Utaanza 8:20. Na 8:20 utafanya two lessons za 40 minutes. Wale watoto wawezi wakatulia kwa darasa zaidi ya 1 hour 20 minutes. Hivyo utawapatia break kama 10 minutes. Waende wajisaidie hivi, then a changeover comes again. Other 2 lessons, another break, 20 minutes. Other 2 lessons ni wakati wa kula. That is an average of 6. Alafu wakitoka lunch ambapo ni saa 8, mfanye lessons zingine 2. Kwa hivyo lessons 8. Lessons ni 8. Na kwa wiki ni lessons 40. Okay. Kiingereza peke yake ukiongeza another subject ndio sasa zitakuwa zimefika hizo 40. Kwa hivyo ukipatia ule mwalimu masomo 3 ambapo like for example in pre-tech uweke masomo 4. Masomo 4 kwa siku 5, it's 20 lessons, half of the 40. Huyo mwalimu ukimwongeza subject ya English ambayo ni 5, masomo 5, hiyo inamaanisha at the end of the 5 days that is 25. So 40 plus 25 imepita ama haijapita ile 40? Ishapita. Kwa hivyo hizi 5 ufanye nini? Those are around 200 minutes. Ukuje Monday ama Tuesday ama Wednesday asubuhi kabla ya hiyo 8. Kabla ya hiyo 8:20. Kwa hivyo utakuja around 7 something. Ukuje 7. Na kama mimi 7 huwa niko shule. Sababu napenda hii kazi. Lakini lazima hiyo kitu kingine tuelewane. Lazima tuelewane. Sababu nitakuja kufanyiwa kitu inaitangwa assessment, performance assessment as a teacher. Na ule atakuwa nifanyia appraisal. Anataka nikuwe na qualification na same standards na ule ambaye alikuwa na masomo 20. Unaona sasa? Na hapo ndio kutaanza lawama hao walimu wa JSS. Kwa sababu gani? Tumewaitisha lesson plans. Mtu ameandika 3 kwa wiki. Hata amejaribu. Hakungekuwa kitu. Na kama ameandika, ujue kuna lesson haikusomeshwa. Sababu yeye alikuwa kuna wanafunzi the whole day. Na ukipata ameandika chat, ujue huyo mwalimu either anaendelea kutengeneza nyumbani kwake shida, sababu afiki anafanya kazi za shule usiku, ndio akuwe na material prepared shule mchana. And this is going to cause another chaos again. It's just a time bomb. Kwa hivyo huyu mwalimu apewe lessons half. Kama ni 20 zikuwe 25. Ndio zile zingine atumie kuprepare na kuassess wanafunzi na hata kupanga private. Kuna wale watoto ambao huwa wanataka special time. Mwalimu na yeye pia kuwe na analysis ya darasa. Tumeelewana? Kwa hivyo this thing should be given by TSC so that if we have gaps, hata ule ambaye amemsimamia shule akisimama mbele ya wazazi anawaambia this is the guideline from TSC concerning subjects.
Kwa hivyo wazazi tuweze kuajiri walimu wengine wawili on this basis of these guidelines. Tunasaidia hata hao heads of institution na the parents associations ndio waweze kuwa na msimamo wakati wanaenda kuongea na wazazi kuhusiana na the gaps in teaching. Naam. Ili jambo pia la career la michezo. Ni vizuri tujue. Ni aibu kuitisha teams zote hapa na teams hazina mipira. As the ministry given those guidelines, kwamba we have given the calendar of sports. But for a club to participate, lazima ikuwe na 1, 2, 3. Watoto ndio hawana uniform. Hata ile ya shule wamekuja nayo imechanganyikana. Mnaanza kuwachangia shati. Wewe toa hiyo, wewe toa hii, patia hawa. Hawana mpira. Wamekuja kufanya nini? We need clear guidance. Guidelines on exactly, you have given us a calendar. What are the guidelines following in this calendar? For the safety of the teacher and also the administrator there. And for accountability when need comes. Tunaelewana hapo. Naam. Asante sana Bwana Nzioka. Mtazamaji, sema nasi kupitia nambari ambao tunaionyesha kwenye kiwambo chako ni 0795 045864. Tupigie simu, toa mchango wako kuhusiana na hali ilivyo pale katika shule za JSS. Kumbuka walimu wa JSS wana baadhi tu ya matakwa yao ambayo wangetaka Wizara ya Elimu, ambayo wangetaka Tume ya Huduma kwa Walimu nchini TSC kuangazia ili kuboresha viwango vya elimu nchini. Tupigie simu kwenye nambari ambayo ni 0795 045864. Bwana Wangenya, ulikuwa na swala ambalo ulitaka kuzungumzia. Nilikuwa nataka kuchangia kidogo kwa na asante sana Mwalimu Nzioka, napenda kazi yake sana. Very passionate about his work. Even facial expression, hata venye anajieleza, ni mwalimu anapenda kazi sana. Na pia Mungu atambariki aweze kupanda katika vyeo vya walimu. Mambo mbili Adrien. Jambo la kwanza, number of lessons allocation. Just like tunasemaga muhula katika, unajua kwa mwaka mzima shule huwa zinafungwa mara 3. Kuna muhula kwanza, kuna fungwa shule kidogo, watoto wanapumzika kama wiki 2 wiki 3, wanarudi. Muhula wa pili wanapumzika wiki 2 wiki 3, alafu muhula wa 3 wanapumzika mpaka wanasherehekea Krismasi. Is not determined by a teacher or for a teacher. Huwa inakuwa determined for the sake of a child or a student. Just the same case, na kidogo nikiongeza Kiingereza, hata subject allocation, it is not determined on the basis of a teacher. It's determined on the basis of a student. Kwa hivyo, kenye ningeambia Bwana Nzioka, hata si TSC itafanya hivyo, ni ministry inastahili kusema kwa hii wiki, kwa wiki moja, mwanafunzi wa JSS anastahili kusoma masomo 30. Okay? Kwa hivyo ikienda igawiwe masomo 30, tutaangalia baadhi ya walimu wenye tuko nao ni wangapi watafit kufunza masomo 30 kwa wanafunzi. Kwa kila mwalimu afunze masomo 15 ama masomo 20, ama wagawane kivipi. Kwa hivyo tutaandika walimu kiwango hii. Tuko sawa? So the number of lesson allocation per week is not the basis and foundation yake si mwalimu ni mwanafunzi. Just like holiday si ya mwalimu ni ya mwanafunzi. Na ndio unasikia mwalimu hata akiwa holiday analipwa mshahara na anaweza itwa hata akiwa holiday. Akitaka leave aombe official leave, anaenda leave. Jambo la pili, mwalimu amesema vizuri sana Bwana Nzioka that hiyo workload inaendelea kuwa mingi. Na tuseme hata serikali imejaribu, kwa sababu apart from unajua zamani hakukuwa, awali mwa JSS hakukuwa, na nafikiri ndio maana serikali imeandika wengi sana, although pia kuna upungufu, lakini wameandikwa wengi sana. Nafikiri advert yenye iko saa hii na recruit almost 20,000. I think it would be destabilizing. Yeah, just hold on. Wanaandika wengi zaidi. Ndio ile workload pia Mwalimu Nzioka anasema itaenda kuduplicate pale kwa mwalimu iweze kupungua. Mwisho ameongea kuhusu mushrooming every primary school.
is mushrooming JSS school. Wacha nikwambie Adrien, sababu mimi nishaikaa kikao cha county kinaitwa County Education Board. Kubadilisha shule sasa iache kuwa primary, sasa iwe comprehensive school, that is change of registration. Ni kubadilisha usajili wa hiyo shule katika kisheria. You are changing the registration status ya shule. Ni kama vile unaweza sema shule ya sekondari iache kuwa 1 stream iwe 2 stream ama 3 stream. You are changing the entire registration of a school. Hiyo unafanya. Mwalimu Wangenye, shikilia papo hapo, naelezwa tuna simu, usisahau. Okay. TV47, hello. Haya, tumempoteza, lakini si neno. Nikukumbushe mtazamaji kwamba unatupigia simu kwenye nambari inayotokea kwenye kiwambo chako ni 0795045864. Kwa sababu tuko katika dakika za lala salama, una nafasi ya kusema nasi kupitia nambari hiyo. Bila shaka tutakuwa tunachukua simu yako hapa studioni, tunazungumza nawe, unatoa mchango wako kwenye kipindi. Bwana Wangenye, nilikuwa nasema kuhusu usajili wa shule. Usajili wa shule yote katika Kenya, kwanza ikisajiliwa inasajiliwa na halmashauri inaitwa County Education Board. Yenye inakuaga na mpaka county commissioner anakaa hapo, county director wa TSC, KUPPET, NAT secretary, KEPSHA, religious sponsors, wote huwa wanakaa katika hiyo halmashauri inaitwa County Education Board. Kwa hivyo Bwana Zioka, wakati unaona shule zina mushroom JSS wing within the primary school, mtu mwenye anastahili kutuambia kwa nini wanaruhusu shule fulani iweke JSS na labda iko na wanafunzi 20 kama vile umesema na ingine haina, ni ile halmashauri ya County Education Board. Yenye nimesema hata nyinyi mkipewa autonomy, yenye semi autonomy, not full autonomy, semi autonomy yenu, hata muwe na chama yenu, mtakuwa na mtu anakaa katika kile kikao. Kwa hivyo ataweza kupeana mapendekezo yenu kuhusu hii shule tuisajili iwe na JSS ama tusiisajili isiwe na JSS. Kwa hivyo hatuwezi laumu na tuseme ni HOIs ama heads of institution wenye wanaitisha JSS. Hata wakitaka ama wazazi watake, haiwezi fanyika mpaka hiyo request ama hiyo proposal ipelekwe kwa halmashauri ya bodi ya elimu ya county yenye inaitwa County Education Board, waangalie masuala mengine yenye inafanya ni lazima tuisajili, ni lazima tuiweke, tusiiweke. Hiyo mambo yote huwa inaangaliwa. Alafu inapewa hiyo status, tutaiweka iwe na JSS, hatutaiweka haitakuwa na JSS. Sasa hapo ndio tunasema hivi bwana. Hapo ndio tunasema hivi. We want clear policy guidelines because these gaps are costing us. Exactly, what is a JSS school? What qualifies a primary school to host a JSS? Those things must come out clearly. Na mwalimu hapa naona kuna moja anasema, as they fight for autonomy, what should they do to fight for a better name? If we have primary and tertiary institutions, why are secondary institutions? Junior name is just demeaning. Kulingana naye anasema ni Thomas Kisia, and was coined by NAT and KEPSHA representatives in the committee for the sake of capitation and membership. Anasema now imeenda. Why now fight for glorious names, junior secondary school than junior schools? Kwa hivyo kwa nini kuna mvutano? Junior secondary school, junior school, tofauti ni? The matter is here. My first retooling nilikuwa nimesimamia shule ya private mahali. Na tulikuwa tunazungumzia kuhusu middle school. Naelezwa tuna John, TV47, hello. Haya, iwapo natupigia simu naomba upunguze sauti ya TV yako kidogo ili tupate kuwasiliana. TV47, hello. Haya, mtazamaji, unapopiga simu hakikisha kwamba unapunguza sauti ya televisheni yako ili tupate kuwasiliana. Utajisikiza baadaye. Kwa hivyo kwa sasa unapopiga simu punguza tu sauti kidogo, sema nasi, kisha baadaye utakuwa na rudisha nyuma kidogo kupata kujisikiza. Nilikuwa nasema hivi. Wakati nilifanya the first retooling, tulikuwa tunazungumzia kuhusu primary school, middle school. Na hii middle school ndio ilikuwa na junior secondary and senior secondary. Hakukuwa hii kitu inaitwa sahi junior secondary and senior secondary. Ilikuwa middle school. A school between the university and the primary. Lakini
tukisonga songa ikaitwa junior secondary, alafu ikawekwa ndani ya primary. Ndio itoshe primary, kukakuwa na shida, inferiority complex everywhere. Ndio maana sasa kuna tatizo ya S1. Wakatoa hiyo secondary, wakasema this is a junior school. Ndio itoshe wapi? Primary. Sababu ikisemwa junior secondary na kuna mtu hataki kusikia hiyo kitu ya secondary school teacher and the matters of unions. Sasa ndio kikaharibika kabisa. Kabisa. Wacha tupate simu nyingine. TV47, hello. Hello. Naam, unaitwa nani, unatupigia simu kutoka wapi? Wapate sasa. Aha, unaitwa nani na unatupigia simu kutoka wapi? Haya, punguza sauti ya TV yako ili tupate kuwasiliana. Hello. Tunakupata, unatupata? Napigia kutoka Namanga, naitwa Moses Ngeze. Haya, naomba upunguze sauti ya televisheni yako kwanza kabla tuanze mawasiliano haya. Naitwa Moses Ngeze kutoka Namanga. Haya, Moses, mchango wako ni upi kwenye kipindi? Moses Ngeze kutoka Namanga. Mchango wako ni upi kwenye kipindi? Haya, mtazamaji, jamani, fuata tu maagizo, hakikisha kwamba unapunguza sauti kwenye televisheni yako unapopiga simu hapa ili tupate kuwasiliana. Mwalimu Nzioka, unasema kwamba kulikuwa na mkanganyiko kidogo, kulikuwa na mvutano kidogo ili kwamba shule hii ambayo iliitwa middle school iweze kutoshea kwa primary school. Ikakatwa. Kwa hivyo lile neno secondary likatolewa. Tena likakuja likatolewa. Kwa hivyo kwa sasa ni JSS ama ni JS? Kwa sasa tunavyozungumza, barua yangu imeandikwa JSS, junior secondary. Na nimeajiriwa kama secondary school teacher tu. Umeona sasa? Naam. Lakini mazingira ambayo nafanya kazi, hata sasa hivi tunavyozungumza, shule zimeandika comprehensive school. Lakini ukienda kwa basic education, uanze kutafuta ni nini inaitwa comprehensive school, there is no law backing up that thing called comprehensive school mpaka saa hii. Ndio sababu uliona huyu secretary wa NAT akisema anataka hiyo karatasi iwekwe kwa parliament, kwa meza haraka haraka, session paper on comprehensive school. But the actors on education know the gaps in that report. And these gaps must first of all be addressed by stakeholders before it is brought on the table. It's not about a show of might, it's about the child. Huyu mtoto ambaye ni wangu mimi, ile shule yako anasaidika as an educationist. Am I sure that the child is getting exactly what is supposed to be getting from the teacher? Naam. Na napenda sana unavyoeleza Mwalimu Nzioka. Hebu unieleze, maana nimekuwa nikiona kwenye mitandao wanasema moguls. What is this? You don't know what's a mogul. Hebu, kwa sababu sasa linanisumbua kwamba tumetoka JSS, tumedondosha secondary ili tupate JS ili shule iweze kufit kwa primary. Sasa tena kuna hili la kejeli. Sijui, on a very light note, what is that? This is what we call a mogul. A mogul graduated in 2012. 2012, a graduate. Has worked in several counties as a BOM teacher. And by accident also went and did masters to look for better living. And then became absorbed in a certain college or somewhere. In short, when you are talking about this person on education, he is well educated and he understands the entire structure. I have been in Kangundo as a principal for 2 years. I've been in Langata again as a principal. I've sat in the board of education at the sub-county. I have also sat in charge of the private school principals. So now when we go to matters education, that's where comes the word, this is a mogul. He understands it all. From ECD where he is now, looking at the programs, you're on duty, angalia ECD, angalia choo zao. Mpaka primary, angalia watoto wa primary, mwalimu fulani hayuko,
mpaka hiyo junior secondary ako pale na alikuwa pia senior secondary. He understands the entire structure. Nimeuliza hilo kwa sababu hapa mtandaoni naona mmoja anajiita Pablo Mweti anasema kuna moguls bado ambao their payslip inaonyesha probation. What are we supposed to do yet this is the 9th month na status has not changed to PNP for some of us? Hiyo kisheria, maybe naweza mjibu haraka. Kisheria, probation is 6 months as per Labor Relations Act. Yes. So kama amemaliza miezi 9, 9 months, kama vinyi amesema. Kama amemaliza miezi 9 anastahili apply for confirmation on permanent and pensionable. Okay. Kama alikuwa ameajiriwa on permanent on pensionable, lakini akawekwa on probation for 6 months. Generally, kazi zote za permanent and pensionable as per Labor Relations Act, that is how it's supposed to be. You are supposed, na Employment Act, you are supposed to work for 6 months on probation, then you apply for confirmation. Naam. Lakini, na mwalimu I think these are systems issues. Understand the huge number TSC is dealing with. I'm not in their defense, but I'm being human. These are systems issues. And we are trusting. I talked to our union, the HES, and he told me these are systems issues. The other side knows, and they know, and we know. And there are pay slips that are just changing. It's just an adjustment. Just like we got employed, some got salary in the first month, others in the second month. I think these are systems issues. in other words, he'll be confirmed, but it's good to follow up, you know? Yeah, it's good to follow up, Whether yeah. it's a system issue or whatever. It's good to follow up. It's good to follow up with the employer. He apply. Also, he even write a letter asking them to confirm because it's supposed to be automatic. Okay. However, it's supposed to be. Lakini bwana Zioka analeta cheche kali za elimu, na ni kumaanisha ana passion sana. Hata kama hatuna passionometer ya kumpima kiwango chake, ana cheche kali sana za masomo. Kenye mimi naona kwa maoni yangu ni issue inaitwa the moguls ama junior secondaries or junior school teachers, the JSS as we commonly know them. Wanataka, which is normal to any human being, wanataka kitu inaitwa identity. You know, in life, Adrien, kuna mahali inafika you want to identify who you are. Okay? Yeah. Na sasa, kenye kinawasumbua sana ni who they are. Lakini, pia, tujue ya kwamba, pia vyama vya walimu, NAT na KUPPET, wana siasa zao, na siasa zao, unajua ndovu wawili wakipigana nyasi ndio huumia. Ama dume mbili wakipigana, fahari mbili wakipigana nyasi ndio huumia. Hii mkwaruzano wa KUPPET na NAT ndio inafanya walimu hata wanakosa, wanawashurutisha, wanawapoteza njia ndio wakose mwelekeo. Sababu ukiangalia KUPPET wanataka kuretain hawa walimu. Ndio maana wanashurutisha watolewe comprehensive school, wapelekwe senior secondary. NAT nayo haitaki, ndio maana inapush ile registration kwa Act of Parliament. Lakini la muhimu ni kumaanisha wakipewa sehemu ya autonomy wataweza kujiidentify na watapata identity. Basic Education Act, Bwana Zioka. Basic Education Act was amalgamated and assented to in the year 2012 by the president. Yeah. It has been in existence actually since 2012. Before this. Before even the review of the curriculum came on board. Yeah. Basic Education Act is undergoing amendment as we speak. Yes. In fact, kuna proposal mingi zimeletwa na members of parliament wakitaka kuamend some sections. Lakini hata kama sisi kama washikadau, na nilikwambia tulishikana wote, Kidhawa, Kesha, Kepsha, you know, Parents Association, tukatengeneza a federation yetu sote. Tumesema badala ya kufanya piecemeal patching, okay? Piecemeal patching hapa. Kwa nini tusiangalie muundo msingi yote ya Basic Education Act? Tuifanye review yote ndio ya accommodate the emerging issues kama hizo sasa zenu mnasema, okay? Because after the Act of Parliament is made, kisheria inaendaga unatengeneza katiba ile kubwa. After that unatengeneza Act of Parliament, inaitwa hierarchy of laws. Unatengeneza the constitution, then unakuja Act of Parliament. After the Act of Parliament unatengeneza regulations. Kwa hivyo ikitengenezwa vibaya, regulations zenye zitatoka, the operational rules sasa za kuifanyisha kazi zitakuwa bado mbaya. Kwa hivyo tunasema let's review the entire Education Act. Ndio wakati
tutakuja sasa, parliament italete public participation, mkuje hiyo mambo yote tuiweke ndani katika ile sheria. Ndio tukitoka sasa kutoa operation regulations za hiyo act of parliament, okay? Sasa mambo yenye mnasema yatakuwa included hapo. Ndio sasa tusiwe tunasema comprehensive school which is not in law. Yeah, by the way it's not there. It is not in law and it cannot be, kwa sababu sheria ilitengenezwa before hii ikuje. Tutakuwa tunasema JSS yenye which is not in law. Tutakuwa tunasema senior secondary which is not in law. Comprehensive school ambayo which is not in law. Lakini hatuwezi kosa kusonga mbele Adrien, kwa sababu kuna policy guideline yenye huwa ina drive serikali. Serikali wakati kuna sheria, kuna kiwango inafikaga mahali serikali has to continue working, the government has to continue working. Kwa hivyo inachukua sheria yenye iko na inapea waziri mwenye ako some powers, limited powers within a certain limit to make operations effective as we await the amendment of the entire law. Lakini inakuwa mzuri wakati inawekwa kwa sheria. By the way, and for record purpose, even TSC Act is also undergoing review and amendment. Na iliasentiwa tu in 2013. Kwa hivyo kama TSC Act inafanya, hata katiba yenyewe kumeanza kuwa na agitation of amendment of the constitution. Kwa hivyo sheria huwa zinatengenezwa na zinakuwa reviewed. Kwa hivyo usikuwe na shaka ati zinaitwa comprehensive school and they are not there in law. Eventually when the amendment of the act is made, they will be incorporated. Na tutapata hata jina mzuri na hata autonomy, semi-autonomy status yenye mnataka itakuwa accommodated. We don't want semi-autonomy. Nataka autonomy. Autonomy. Lazima pia tuangalie the final implication. Unajua, let me tell you, Adrien, sometimes we ask for things which is okay, and it's good to ask for anything. Lakini there is always what we call give and take. Let me tell you. Na nilikuwa nauliza, tulikuwa tunaongea na washikadau wengine katika sekta ya elimu. Leo hii tunaweza sema hapa hii compound hapa tunataka kujenga a JSS yenye itafidiwa na Muthaiga Primary, si ndio? Na pia kutakuwa na senior secondary ya sasa hii tuite Muthaiga Junior Secondary School. Si kuna Muthaiga Primary hapo. Alafu tena tutoke hapa tutengeneze Muthaiga Senior Secondary. Ukisema ni kutengeneza hii shule mpya hapa ya JSS, kitu ya kwanza kuna kitu inaitwa, because you cannot build it in the air, you must acquire land. There is what we call land acquisition. Either through compulsory acquisition kisheria ama hata ununue. Okay? Kama haiko, serikali inaruhusiwa kuacquire compulsory. Na hata ikiacquire compulsory na kia nguvu, lazima ikompensate mwenye imetoa hapo. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, hiyo shule itahitaji its own board of management, another new structure. Itahitaji its new classes, its new compound, sababu hata watoto lazima wacheze. Remember, hata uwanja yenye unanunua lazima uwe mkubwa ndio watoto watoshee kucheza. You start building the new classes, you start building labs. Na saa hii Adrien nilikwambia, kutoka 2017 mpaka 2022 when the status was changed, tukasema junior secondary haitakuwa existing secondary school, itarudi primary. Secondary zilikuwa zimejenga lab mingi sana, you are aware of that, and domes at classes. That massive investment totaling to billion of shillings bado iko hapo. Tukafanya public participation. Na ndio nasema hata wenye walikuwa wakati huo, hata kama tunawasifu, walifanya makosa. Sababu they did not do public participation. All of a sudden 2022 when public participation was done, ikasemekana shule zirudi nini, junior secondary ibaki wapi, primary again. Serikali tena ikaanza kujenga tena darasa zingine ndio iongeze, ijenge laboratory zingine, ijenge vitu zingine. So what we are saying, if we keep on changing shift like that, by the way, time will even get us just leo tutakaka tena, hata assume hata tumeiweka autonomy Adrien, alafu tena after some time tena tubadilishe mtwala wa elimu tena tuite CBK ama CBM tena itabidi tena tubadilishe tena. Kwa hivyo lazima tuangalie ni wapi, because in economies of scale lazima tuone we are utilizing the resources we have maximum utility without necessarily changing the output. Naam, naelezwa kwamba mwandishi wetu wa habari kutoka gatuzi la Nakuru anazungumza na walimu wa JSS. Mike Chalo, iwapo unanipata habari za sasa Nakuru kukoje na walimu wa hapo wa JS wanasemaje?
Naam, asante sana na ukiwa studioni. Na basi kwa namna hiyo katika jiji hili la Nakuru nimenafasika kukutana na viongozi wa JSS sawa na viongozi wa KUPPET ambao watakuwa wananiambia malalamishi yao. Kumbuka wamekuwa wakilalamikia swala la kiuongozi wakisema kuwa waweze kutolewa katika shule hizi jumuishi kwa maana ya comprehensive school. Walimu wa sekondari ya awali waweze kujisimamia kivyao na uongozi wao uweze kutofautishwa na ule wa shule za msingi. Na hivyo basi nikianza na wewe utaniambia pengine malalamishi makubwa swa ya JSS ni gani? Asante sana, jina langu ni Simon Waita na mimi ni mwenyekiti wa chama cha KUPPET katika kaunti ya Nakuru. Leo tuko hapa tukisema kwamba tunataka JSS ama sekondari ya awali kuweza kujisimamia, ile tunaita autonomy of the JSS. Na sababu ambayo inafanya tuseme hivyo ni kwamba tumeona mahali ambapo walimu wakuu wa shule za msingi wakiambia walimu wa JSS waweze kufunza hata shule za msingi. Tunajua barua zao zimesema wanafaa kufunza sekondari ya awali. Jambo la pili, tumeona kwamba pesa ambazo zinatumwa kama capitation haziwezi kuwafikia vizuri. Hawapati ile tunaita facilitation wakati ambapo wanataka zile materials ambazo wanatumia katika kufunza. Tatu ni kwamba katika kupandishwa vyeo walimu wa JSS wanatumia CPG ama career progression guideline ambayo ni ya secondary school ambayo inawapeleka hadi job group D5. Kwa hivyo tunaona wakisimamiwa na head teachers wa primary ambao pengine watafika C5 ama D1, tutapata mahali ambapo mwalimu ambaye amehitimu zaidi atakuwa akisimamiwa na mtu ambaye ni wa kitengo cha chini. Na kwa hivyo tunasema tunataka autonomy of the structure, autonomy of the co-curricular activities. JSS waweze kujisimamia na pesa zitumwe moja kwa moja hadi akaunti za shule. Na mwisho tunasema tunataka the autonomy of the structure and administration of JSS ili waweze kujisimamia. Bila hiyo tunasema tumekataa na hakuna kitu ambacho kinaitwa shule ya mseto ama comprehensive school. Walimu wakuu wa shule za msingi kutoka leo wafute hiyo comprehensive school, waweke JSS ikiwa autonomous na waweke primary school ikiwa kando. Asanteni sana. Nikizungumza na msemaji wa JSS katika kaunti ya Nakuru, pengine ni changamoto gani ambazo mmekuwa mkipitia nyinyi walimu wa JSS mkiwa katika uongozi wa walimu wakuu wa shule za msingi? Asante sana, jina langu ni Stanley Metobo, the JSS spokesman Nakuru County. Changamoto ambazo tunazipitia pale kwenye shule za msingi ambapo we are domiciled in at the moment si chache. We undergo lots of challenges. We do not have good facilities because we are not managing our capitation well. So as junior school teachers, we are saying we want to be autonomous. Manake wakati mwingine unafika pale shule, you don't know who to report to because there is no clear guideline on the structures on who a junior school teacher should report to, especially when the head of institution is not there. So we are saying for junior school to work, we demand autonomy. We are saying for CBE, that is competency-based education, to work, we demand autonomy. We want to be autonomous in terms of administration. We want to be autonomous in terms of sports and co-curricular activities. For music to work, JSS must be autonomous. For drama to work, JSS must be autonomous. For the education sector to stand and do well, we demand for JSS autonomy. Asante sana. Nikizungumza na mwingine, pengine mnataka kujisimamia huru. Uwanja ambao mnautumia ni wa shule za msingi. Mtataka kupata uwanja mwingine na madarasa mengine au mtasalia pale pale ili muweze kupata uongozi tofauti? Shukran sana. Majina yangu ni Simon Mwangi, kiongozi wa walimu wa JSS jimbo la Nakuru County. Kama vile umeuliza, ni vema kama tungepata madarasa mengine, uwanja mwingine wa kutumia kama junior school. Hii ni kwa sababu ule uongozi wa walimu za shule za msingi haujatimia. Hawana ule uwezo wa kumanage wale walimu wa secondary ambao wana degree. Maana wanajisikia duni kwamba wale walimu wa junior school wana masomo zaidi kuwazidi, na ndio maana unaona shida haziishi kila siku. Yeah.
Na asante sana. Nikisonga kwa mwingine, swala la capitation ndio tunataka JSS iweze kujisimamia, lakini capitation mpaka sasa hii walimu wanalalamika kuwa mgao hujafika katika shule. Huoni kama ni bajeti nyingine ambayo Wizara ya Elimu tunaweza kuipatia kuweza kutengeza JSS kando? Jambo hili la capitation ni jambo muhimu sana, kwa sababu ukizingatia kwamba tuko katika wiki ya 6 katika muhula huu wa 3 na kwamba shule hazijaweza kupokea ule mgao wa pesa, na swala hilo linafanya kwamba wale ambao wana manage zile shule inakuwa vigumu sana kwao. Tumeona wiki kadhaa zilizopita kwamba kumekuwa na misukosuko katika shule nyingi hapa nchini, na ukifuatilia zaidi na makini zaidi utapata kwamba wale wasimamizi wa zile shule wameshindwa kuzidhibiti, kwa sababu kuna mambo kadhaa pengine wameweza kuwapunguzia wanafunzi ili kuweza kutumia zile pesa ambazo ziko ili kuweza kuendesha shughuli za shule. Asante. Asante sana. Tukimalizia Andrin, pengine unadhani serikali itaweza kukubali wito huu wa kutoa hizi shule mseto maana ya comprehensive ili kuweza kutenga JSS iwe kando? Majina ni Gitao Dan Kamacharia, the Executive Secretary KUPPET Nakuru branch. We are saying that JS should be autonomous. The system of education in this country is 2-6-3-3-3. That means 2 for elementary, 2 for primary, 3 for junior, 3 for senior secondary, and 3 for tertiary. That means the junior secondary school is autonomous. And we started very well. We have junior secondary school students being in uniform. They have skirts, the girls have skirts, the boys have their long trouser, different uniform. So autonomy of uniform should lead to autonomy of administration. Let them have administration with graduates, people who are graduates, with degree holders, who can be able to manage the degree and graduate teachers in junior secondary school. Autonomy of uniform, autonomy of administration, autonomy of staffing, autonomy in co-curricular activity, where you should have money going to the new administration under the JS. We are happy that we visited the president recently on the issue of CBA, and the 2 terms that you heard the teachers talking in State House was the issue of condensing the collective bargaining agreement of 2025 to 2029, the 29% gain on basic allowance. The president agreed to condense it to 2 years so that the remaining percentage on 29%, teachers can get it in the next financial year. The 2 terms that we had the teachers talking in State House was the issue of making sure that the 2 medical cover, that is the SHA. Already teachers are in SHA, they are paying SHA. So we are already getting medication from SHA at PGH level 6 and sub-county hospitals that the governor gave us recently under the agreement with the unions and the medical administration Kenya Limited. So the two medical covers that we have should be condensed so that teachers enjoy a consolidated, comprehensive medical cover that is working with a card. You get treatment to any hospital in the country, because these are people who are serving this nation. We are expecting also, we are happy that the government has rolled in the issue of the letter from the secretary to the cabinet on the issue of the payroll being rolled by 15th of every month. This is the greatest gain of workers of this country, because meaning that at the end of on 15th, when the payrolls are rolled, it means that the third-party deductions, the SACCOs, the banks, the SHA, the other deduction that comes in the payslip are remitted before the end of the month, meaning that there will be no issue of not being able to pay this loan on time and teachers getting into the CRB. That is a good direction. So what we are telling the government is that we want the Minet, we will not let the Minet cover go, because on 2015, our medical allowance went into what is called the medical scheme by the employer under the Employment Act. That is what is supposed to be. The employer gave us the net cover. There has some enhancement. So as we move toward the consolidated comprehensive medical cover, the directive here should be, we will not allow the gains that you have gotten from Minet to go. The 2 million for overseas
should be there. The evacuation by ambulance should still be there. The inpatient benefits, the outpatient on dental and optical should also be there. Those are things that we want to see. So the government should not think that teachers will just walk into SHA. Already we are in SHA, we are getting benefit on SHA. We want a consolidated, comprehensive cover. So for JSS to work, we have to have autonomy on uniform. We already have autonomy on administration, autonomy on staffing, autonomy on structures, autonomy on the co-curricular activity. That is the direction that we are moving. Asante sana. Andrin, umeweza kusikia kwa viongozi wa JSS na viongozi wa KUPPET ambao wako nyuma yangu. Kumbuka ni viongozi wa jiji hili la Nakuru. Wamezungumzia na kugusia masuala mbalimbali, swala la mgogoro wa uongozi na mgogoro wa kimamlaka hapa katika swala zima la shule za mseto kwa maana ya comprehensive. Kumbuka walimu wa JSS wamekuwa wakikaa chini ya uongozi wa walimu wakuu ama walimu wa shule za msingi, na hivyo basi wanataka walimu wa JSS kuweza kujisimamia na kuweza kuwa na swala la uongozi wao kando na walimu wa shule za msingi, na hivyo basi pia wameweza kuzungumzia swala zima la SHA, wakisema walimu hawafai ama kuweza kujumuishwa katika SHA sawa na masuala mengine. Kutoka katika jiji la Nakuru, kwako Andrin Kilemi ukiwa studioni. Autonomy power. Na mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu wa habari kutoka gatuzi la Nakuru, hapo tu akisema na walimu wa JSS ambao wameelezea matakwa yao na jinsi ambavyo wangetaka shughuli ziendeshwe pale shuleni, akisema kwamba wamechoka kukaa chini ya uongozi wa walimu wa shule za msingi na kwamba wangependa kuondolewa na kuwa kivyao. Hapa studioni ni nao wataalam. Yupo mwalimu Winston Mulei Nzioka ambaye ni mkuu wa walimu wa JSS kutoka kaunti ya Machakos. Vilevile yupo mtaalamu wa elimu Bwana Ndung'u Wangenyia ambaye ni katibu mkuu Kithawa. Na sasa katika zile pumzi za kumalizia mazungumzo haya, labda nipate kusikia tu maoni yenu ya mwisho na vilevile wito kwa serikali kuhusiana na uhuru kwa walimu wa JSS. Bwana Nzioka. Thank you for the opportunity, but there are things that must go deep, clearly into the ears of every person. We need a national dialogue on educational reforms. Na si ati tuletewe wa mama mboga, watu wa bodaboda wakuje kuambia walimu wakuu kaeni chini msikize vile tunataka. This is a professional matter. It should not happen as it happened another time. We were not given any chance to give contribution on the matter of JSS because first of all we were not there. And now that we are here, we need a national dialogue, one, on this thing of primary school education. Why are subjects changing every other time? Books changing every other time? Resources here and there. Actually, you go to most of them, utapata stocks za vitabu changing over 6 years, 3 prints. Why? That shows lack of a long-term focus on what should be the education of Kenya. In that, we should also come again and talk about exactly what is the training of our teacher in our country today. Because I believe every other area in the labor movement stems from the teaching profession. That's why you'll find the teacher of history and CRE being inducted into civil law and something else, things they will never require in their junior school section. So we should know, who is this teacher in Kenya? Thirdly, the place of the education that we are offering, so that we can have a clear picture of, in the next 30 years, will these things still be relevant? So that we don't come again twisting and short fixes. And that's why I've said, as much as you guys are talking about autonomy of JS, this is an immediate thing. But in reality, for the school to work in secondary, the government must think about a comprehensive
secondary school structure. Naam, asante mwalimu. Bwana Wangenya? Asante Adrin. Nikimalizia kwa hii mambo ya JSS. Nataka kusema ya kwamba the autonomy yenye walimu wana agitate for is a long term thing. Si instantaneous, si kitu itafanyika mara moja. It is a long term thing because kuna kitu tunaita knock-on effect. Ukiguza kama hii nyumba, ukiguza hii column ina tilt ile ingine, uzito inarudi upande na inaweza boromoka. Kwa hivyo tunaweza ona kama ni jambo rahisi sana, give us autonomy, give us, we need this, we need this. Ni kitu inastahili angaliwe kwa undani. Na ningeomba walimu wa JSS pia wawe na utulivu. Ni kumaanisha yale masuala wame raise ni genuine, they have some genuine concerns. Yenye inaweza angaliwa na washikadau wote wa elimu, tuone njia mwafaka ya kufanya iwe to what far, to what extent inaweza kuwa autonomous, autonomous, na hiyo mambo yote tuiangalie kwa jumla. Ya mwisho niseme, we live Adrin in what we call interdependent society. As much as anasema anataka kuwa autonomy, akumbuke ya kwamba lazima pia utegemee mtu mwingine. Mtu mwenye huwa anaenda kununua gari, okay, anategemea mwenye analete mafuta, na labda mwenye analete mafuta kwa petrol station hana gari, lakini lazima aende hapo ndio akunywe mafuta ndio gari yake iweze kwenda. Kwa sababu anaweza nunua gari, akose wa mafuta, gari haitamsaidia. Akikosa aende apate mechanic, pia haitamsaidia. Mwisho niambie walimu wa JSS, mko hapa kama walimu wa JSS. Kitu mzuri katika society ni kujikubali. The fact that mnafunza katika compound environment yenye iko na walimu na wanafunzi wadogo wa primary does not make you lesser teacher. Okay? You still remain. Nasemaga ya kwamba mimi ni mwanaume na mimi huwa napikia watoto wangu wa dream. Hebu siku moja pia nitakuita ukute nimepikia watoto wangu tukule pamoja. Wanafurahi sana. That does not make me less a man. Mimi bado ni mwanaume wa ile nyumba, lakini saa zingine unaweza kuta nimetoa hii suti, nimevaa nguo za jikoni, tunapika, napikia watoto wangu, tunakula sisi wote, wanafurahi. Nasijua msichana yangu yule mdogo huwa anafurahi sana wakati dadia anampikia birthday cake. Ni mimi huwa anampikia. Does not make me less a man. I'm still a man. Kwa hivyo walimu wa JSS, you are graduate. We respect you. Your title cannot be taken away from you. The fact that mnafunza katika environment ya mazingara ya walimu wa primary na watoto wadogo wa primary does not make you less graduate. You still remain graduate. Ile mambo mmeleta ya CPG inaweza angaliwa ndio hata uweze kupanda kiwango ya haraka. Mwisho, kupetu wakati sababu ndio wanaongea sana wakiagitate for autonomy ya JSS. Pia tunaambia kupetu waandikie Registrar of Trade Union barua. Pia wamwambie JSS pia nao pia wae na autonomy wa register union yao, waache kuwa kwenye kupeti. Kwa sababu kupeti inachapa hapa double standard. At one hand wanataka wae autonomy, on the other hand wanataka wae members wao. Kwa nini wanataka si pia wae members wao kwa union yao? Tuwe na Kenya Union of Junior School Teachers, alafu watoke kwa kupet na iwe NAT na iwe KUSNET, ndio pesa zao zisiende kwa kupet. Asante sana. Asante sana Bwana Ndong'o Wangenye, ni katibu mkuu Kedhawa, vile vile mtaalamu wa masuala ya elimu. Asante sana Bwana Winston Mulei Nzioka, ni mkuu wa walimu wa JSS kutoka kaunti ya Machakos. Shukrani kwako mtazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki ambapo tumekuwa tukijadili walimu wa JSS na matakwa yao na jinsi ambavyo wangependa shughuli pale shuleni ziangaziwe ili kuboresha viwango vya elimu. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, ninaondoka ila chini ya dakika kama 8 hivi nitakuwa ninarejea papa hapa kwa taarifa zetu za saa 7 mchana. Kwa heri kwa sasa.